Sawa, kwenye miaka minne ambayo Engineer Harris na yani uongozi wa ambao ulikuwa chini ya Engineer Harris na yeye akiwemo kama rais, kuna mafanikio kadhaa ambayo wameyapata na wameweka pia rekodi tofauti tofauti kwenye ligi ya Tanzania. Wamecheza michezo 120, wameshinda michezo 101, sare 12, wamefungwa michezo 7, wamevuna alama 315. Kwenye mabao ya kufunga wamefunga mabao 286, wameruhusu mabao 51. Yani miaka minne ya Engineer Harris ama uongozi wa Engineer Harris ameweka rekodi hizo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Mechi 120 ameshinda 101, sare 12, poteza michezo 7. Alama alizokusanya ni alama 315. Pengine tutegemee makubwa zaidi. Kuna pia na mataji ambayo ameyachukua kwa pamoja kwenye miaka minne chini ya uongozi wa Engineer Harris side. Amevuna mataji 16 ndani na nje ya nchi, kwa maana kwamba NBC mataji 4, lakini pia kwenye rekodi ya kubeba ubingwa mara 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia umoja ule kuzungumzia makombe yale ya FA na mengineyo kama ya Toyota, yale ilikuwa ni Toyota nafikiri. Yes, kwa hiyo hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo ameyapata. Ni mengi sana, lakini kwa hayo yanatoa picha kwamba hali deserve na tutegemee makubwa zaidi kwa Young Africans na kwa ligi yetu ya Tanzania. Kwa sababu ukiangalia miaka hiyo minne ambayo umetaja hayo mafanikio, inawezekana wakati anaanza hakuwa na uzoefu kivile. Sahihi. Lakini pia hakuwa na fikra ambazo mpaka sasa yuko nazo. Kwa hiyo kadri muda unavyoenda, naye pia anazidi kupanuka kiakili, anazidi kufikiria mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo bila shaka tutarajie makubwa zaidi ya haya kama mambo yataenda vizuri kulingana na mpangilio wa kile ambacho wanakuwa wamekipanga kama club. Na unaweza ukaona hata budget ambayo wamepanga kwa ajili ya msimu mzima. Wanapanga bajeti hiyo, lakini pia wametoa changamoto ambazo wanaweza wakazipitia, wakiamini kwamba lolote linawezekana. Sio kila muda utapata faida, utapata loss ama hasara. Kwa hiyo na imani kwamba bado ana nafasi, nguvu anayo ya kupambana, lakini pia bado kadri mpira unavyobadilika naye anabadilika, kwa sababu anazidi kwenda maeneo mbalimbali, anazidi kujifunza, anazidi kutoa ushauri. Ni mzungumzaji mzuri, yani kila idara yupo. Wachezaji atazungumza nao, hamasa atawapa, lakini pia wananchi atawazungumza nao, wanasoka wapenzi wa Yanga atazungumza nao, uongozi wa klabu atazungumza, mpaka bosi mwenyewe kuna muda hatazungumza naye. Lakini pia ikifika kwenye utekelezaji wake binafsi pia tunaona kila ambacho anakifanya. Kwa hiyo na imani bado ana nafasi ya kuendelea kufanya kilicho bora ambacho kinaweza kikaisaidia club, na unaweza ukaona hata rekodi ambazo umezitaja bado ni bora. Yani kama mechi 109, I mean 100 na ngapi, kwenye mechi 200 120 kashinda 101, maana yake ni zaidi ya 80%. Kwa hiyo ukiangalia hapo na sare wamepoteza 12, wamepoteza mara 7. By the way, ni kitu bora sana ambacho hata ukija kwenye mataji pia ni bora sana. Lakini pia ukija kwenye magoli ya kufunga, magoli ya kufungwa bado, alama walizokusanya, yani vyote ni kama ni chanya, sio hasi. Hamna sehemu ambayo nimeona kuna hasi. Kwa hiyo yote ni chanya na ni kitu ambacho bado kinaendelea. Maana yake hata hiyo misimu minne ambayo yeye kahudumu ama miaka minne, unaweza ukaangalia graph ilikuwa inapanda kwake au ilikuwa inashuka. Ukianza kurejea labda kwa mambo ambayo alikuwa anahusika yeye, kama yeye labda kwenye issue za usajili na nini, unaweza ukaangalia, unaweza kutumia muda mrefu, lakini kama ukikaa ukafikiria ukaangalia kwamba kwenye miaka minne amefanya nini, labda kwenye usajili, kwenye transformation,
nini ambacho kimelipa, nini ambacho kimefeli. Pia unaweza ukapata takwimu za namna hiyo. Sahihi. Yeah, kwa hiyo na imani kwamba bado ana nafasi ya kuendelea kufanya vilicho bora hizo. Bana, sahihi. Hiyo ni taarifa ya Young Africans na kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapo jana. Lakini tukifunga mjadala wa viongozi na mafanikio ambayo wameyapata Young Africans, Bravius, tugusie pia na hili ambalo limewekwa bayana kwa siku ya hapo jana. Bajeti ya matumizi ya Yanga msimu wa 2026-27 kwa klabu ya Yanga itakuwa jumla ya shilingi bilioni. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa Shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion. Sasa